huwezi kupinga namna hiyo. Mbavu sana wewe. Mamai. Leo inakuletea list ya movie za kutisha kwa kutokea duniani. Ukijiona wewe ni muoga basi achana kabisa na hizi hapa movie ambazo nitakutajia leo. Hizi hapa movie zote ni kutoka katika kampuni ya Blumhouse Production. Kampuni namba 1 kwa utengenezaji wa movie za kutisha duniani. Ukiona tu chapa ya Blumhouse mwanzoni mwa movie, basi jua humo ndani ni kazi. Na hizi hapa ni baadhi ya movie zao ambazo ni kali kutoka katika kampuni yao. Ya kwanza hapa inaitwa Happy Death Day. Baada ya usiku mrefu wa kunywa na kupati, mwanafunzi wa kike ambaye anaitwa Thea anaamka kwenye chumba cha mwanafunzi wa kiume ambaye hata jina mfahamu. Kichwa kinamuuma kwa hangover, na leo hii ni siku ya birthday yake. Anatoka mchumbani akiwa elewi, lakini kabla hajafanya la maana, anauawa kwa kisu na mtu aliyevalia kinyago. Ajabu, anaamka tena pale pale ndani ya chumba kile pembeni ya mwanafunzi yule, na akiwa anakumbuka kila kitu ambacho kilitokea hapo nyuma. Muda si mrefu anabaini muuaji bado anamuinda, na kila anapokufa anaamka tena pale pale. Njia pekee ya kujinusuru ni kumjua muuaji ni nani na amuwai kabla hajawaiwa, la sivyo mzunguko huu wa kuua na kuamka tena utakaa kuisha. Na dubwana iliapa la pili linaitwa Insiders. Baada ya tukio lisiloeleweka, mtoto Dalton anapoteza fahamu kwa muda mrefu. Sio hospitali wala muuguzi anaweza kumsaidia. Wazazi wake wanakata shauri ya kuonana na mtaalamu wa mambo ya kiroho, na inapotazamwa inabainika kuwa mtoto amekwama kwenye ulimwengu wa pili. Namna pekee ya kumrejesha kwenye ulimwengu wa kawaida ni moja tu, kwenda kumfuata huko alipo. Ili zoezi si jepesi. Ulimwengu huo unatisha, na ukienda huko uwezi tena kurejea katika hali yako ya kawaida. Kama ni mwoga, kanazo mbali hizi movie. Na movie ya tatu hii hapa inaitwa Hush. Sema kuna watu wanapenda matatizo nyie. Na mmoja wapo ni huyo hapa mwanamke ambaye anafahamika kwa jina la Madi. Anajua kabisa yeye ni kiziwi na pia ni bubu, lakini anaamua kujitenga na watu. Anaenda kuishi zake huko porini kwa sababu eti anahitaji utulivu kwenye kazi yake ya uandishi. Sawa, unaupata huo utulivu, lakini si muda mrefu unapata na mengine. Bwana mmoja mwenye kinyago na silaha anamvamia, na sasa anapata kazi kubwa ya kujiokoa. Zingatia yuko porini, zingatia sikii na hana uwezo wa kuzungumza. Maana yake hata angekuwa na simu ni bure tu. Sasa atajiokoaje? Cheza na anga hizo. Kwenye kampuni kubwa ya teknolojia, bosi hataki kuelewa. Anachotaka na wanafunzi wake waumize kichwa na kuja na projekti ya maana ambayo itateka soko la watoto, kwani ushindani ni mkubwa sana. Basi Jema, mdada ambaye ni mfanyakazi kwenye hii kampuni, kwa kutumia akili yake kubwa anatengeneza roboti ambayo inaitwa Megan. Roboti ina uwezo mkubwa wa kulea mtoto, tena zaidi hata binadamu. Sasa Jema anapojikuta anatakiwa kumlea mpo wake ambaye yupo sawa, anaona mpatie roboti Megan ili amsaidie. Megan anamsaidia, lakini kuna kitu ambacho hakipo sawa. Roboti huyo anaichukulia kazi yake serious mno. Chochote kinachokuja mbele yake kwenye shughuli ya malezi, basi alembi, anakitokomeza mara moja. Si jirani, si watoto wengine, miili inaokotwa. Jema anajikuta akipambana na ushahidi, na huko akipambana na Megan ambaye anapendwa mno na mpo wake. Cheza na batani hiyo. Movie ya tano hapo inaitwa Sweetheart. Baada ya boti yako kukumbwa na dhoruba na hatimaye kuzama, Jeni anakuja kupata fahamu akiwa amesukumwa na mawimbi kando ya bahari iliyozunguka kisiwa. Ili anaangaza na kutana na mwenzake ambaye amejeruhiwa vibaya sana. Anajaribu kumsaidia lakini hafanikiwi. Na kabla ya kufa majeruhi anamuuliza umemuona? Hajui amemuona nani. Anapofanya doria katika kisiwa hiki, anabaini kuna makaburi ya watu 4 ambao wamefia hapa, lakini hajui kilichoua ni nini. Lakini inapofika usiku ndo anakuja kupata majibu yote. Hapa kisiwani hayupo mwenyewe. Kuna kiumbe ambacho kinakula samaki lakini pia kinakula binadamu. Sasa ni jukumu lake ama kulegea na kuliwa. Hajakaa sawa, kuna watu wengine wanaibuka hapa kisiwani. Utawaambia nini? Shughuli inapamba moto, hamna pa kukimbilia, na usiku kivuko unashukuru tu Mungu. Movie yetu ya 6 hapa inaitwa The Purge. Idea The Purge mifululizo yake ipo very straight. Ni kipindi ambacho uhalifu umeongezeka na hata magereza yamezidiwa na wahalifu. Ni hapa ndipo serikali ikaamua kuweka azimio hatari, ambapo unatengwa siku moja, usiku ambao hauna sheria yoyote. Kila kitu kinaruhusiwa, hata kumuua mwingine. Sasa usiku huu unakuwa hatari mno, maana hamna pa kukimbilia na hamna kumpigia simu. Uko peke yako na wahalifu wanagonga mlango ama wanavunja ili kuja kukumaliza kabla ya ule muda ambao umepewa hujaisha. Na movie yetu ya 7 hapo inaitwa The Hunt. Kuna watu 12 wanaamka mahali ambapo hawapafahamu, na hata wajua wamefikaje hapo wakiwa wanajitafuta. Wanashangaa kikundi cha watu wenye silaha za kila aina kinawashambulia bila huruma. Kikundi hichi ni cha watu wenye pesa na ushawishi mkubwa katika jamii, na hufanya hivi kama sehemu ya mchezo ambao unawaburudisha wa kuwawinda binadamu. Sasa wanaowindwa wanahaa kujiokoa ndani, na wakati huo bado wanahaa kujua watu wao ni kina nani. Na muda si mrefu wawindaji wanageuka wawindwaji. Hawakujua moja ya mtu ambaye wamemteka ni waya wa stima. Tembea na reli hiyo. Movie yetu ya 8 hapo inaitwa Unfriended.
Wakiwa mtandaoni wanachati marafiki 6 wanaosoma shule moja. Wanakutana na kitu cha ajabu. Mmoja wao anapokea ujumbe kutoka kwa mwenzao ambaye alishafariki huko nyuma. Anauliza wenzake lakini wanaona kama vile ni utani, wanadhani kuna mtu labda inawezekana anawachezea. Lakini muda si mrefu, mtu huyo anawatext na kuanza kumuua mmoja baada ya mwingine, huku wenzake wakishuhudia online. Mauaji haya ni ya kisasi. Ila ni nani anayewaua na kwa nini? Itazame movie hapo utaweza kuelewa. Kwa leo tuishi hapa na siku nyingine nitakuletea vigongo vingine. Lakini unaweza kuniambia ni movie gani ambayo umeipenda zaidi nije nayo katika full recap. Ciao.